Leo ni Alhamisi ya Novemba 6 mwaka huu 2025. Mtazamaji wa Uhondo TV, karibu ni kupitisha katika vichwa vya habari vya magazeti ya leo. Nikianza na gazeti la Mwanahabari, mchuano mkali kiti cha spika, vigogo 5 CCM watajwa kuchukua fomu kuchuana na Dr. Tulia nafasi ya spika. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mwanahabari. Timu ya Nemki ziko tayari kuchuana Shumuta 2025. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 16 wa gazeti hili la Mwanahabari. Katibu mkuu CWT apongeza ushindi wa Dr. Samia. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Mwanahabari. Mwanasheria mkuu wa serikali aripoti ofisini aanza kazi baada ya kuapishwa. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Mwanahabari. Shughuli za ujenzi wa taifa za rejea mikoa ya Dar es Salaam, Mwanza na Arusha. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Mwanahabari. Tukihamia katika gazeti la Mwananchi, tunatokaje wakati vilio vya kupoteza ndugu kujeruhiwa vikiendelea kusikika? Wadau wametaja hatua za kuchukuliwa ili kurejesha amani, umoja wa kitaifa. Mamlaka zimetakiwa kusikiliza hoja za wananchi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 hadi wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi. Matokeo darasa la 7, wanafunzi 2693 wakacha kufanya mtihani ufaulu juu. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 13 wa gazeti hili la Mwananchi. Nini hatima kushikiliwa John Heche wakati sheria ikitaka jeshi la polisi kutokumshikilia mtuhumiwa kwa zaidi ya masaa 24 bila kumfikisha kotini ama kumpa dhamana makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Mwananchi. Mchuano wa spika na naibu spika, vita mpya CCM. Makada wa Chama cha Mapinduzi CCM kwa mara nyingine tena wanaingia kwenye mchuano baada ya ule wa kwanza wa maoni kusaka uteuzi wa kugombea nafasi mbalimbali. Safari hii ni vita ya kusaka nafasi ya spika na naibu spika. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 11 wa gazeti hili la Mwananchi. Tukihamia katika gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, maisha ya rejea, huduma usafiri miji mikoani za imarika. LATRA kutoa vibali maalumu mabasi 150 da, bei za bidhaa nauli za shuka, serikali yapigilia msumari. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Johari aapishwa, aahidi uaminifu uzalendo. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Hatma wabunge viti maalum mikononi mwa tume. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Mkutano bunge jipya kuanza Novemba 11. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. ZEC yatangaza majina 20 wawakilishi viti maalum. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 19 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ufaulu la 7 juu, Kiswahili chaongoza tena. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Vyama vifundishe vijana uzalendo. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Bodaboda bajaji kuhakikiwa upya. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Chimbi tutatumia mpango uchumi wa bluu. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tukihamia katika gazeti la Majira, ufaulu wa PA, matokeo ya darasa la 7 nchini. Wasichana wazidi kuchanja mbuga wakichuana na wavulana waliofutiwa matokeo waanikwa. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Mwanasheria mkuu wa serikali ala kiapo. Rais Samia Suluhu Hassan amemwapisha Hamza Johari kuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Johari aliapishwa jana Novemba 5 mwaka huu 2025 Ikulu Chamwino jijini Dodoma, ambapo hafla hiyo ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. LATRA yaja na suluhisho changamoto ya mwendokasi.
Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini CPA Habibu Suluo amesema kuwa mamlaka hiyo imeanza kutoa vibali kwa wamiliki wa mabasi yenye uwezo wa kubeba abiria 26 na kuendelea ili kusaidia huduma za usafiri kufuatia changamoto zilizojitokeza katika njia ya mabasi yaendayo haraka kutoka Kimara kwenda Posta. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Rais Samia aita wabunge wateule mjengoni Dodoma. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Wakulima wawezeshwa kuboresha ubora wa kahawa. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili la Majira. Marekani inajadili usitishwaji vita Sudan. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 19 wa gazeti hili la Majira. Tahariri, turejeshe amani, tujenge taifa letu. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Majira. Na gazeti hili la Majira ndilo linatutamatishia vichwa vya habari vya magazeti ya siku ya leo. Hii ni Uhondo TV, mimi ni Nuru Mangi. Endelea kuwa karibu nasi ili kuendelea kupata habari zaidi. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata habari zetu.